Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya 4 mwaka 2025. Mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Juma hili tumeangazia somo la 6 linalosema adui aliye ndani. Na leo ni Novemba 7, siku ya Ijumaa. Tukiwa tunafikia tamati na hitimisho la somo hili zuri, jifunze zaidi. Soma Ellen G. White, Anguko la Yeriko, kurasa wa 129 hadi 140 kwenye Wazee na Manabii, sehemu ya pili. Dhambi ya kufisha iliyosababisha uangamivu wa Akan ilikuwa na chimbuko lake katika tamaa, ambayo katika dhambi zote ni moja iliyo ya kawaida mno na inayochukuliwa kwa wepesi mno. Akan alikubali hatia yake, lakini akiwa amechelewa mno kwa ungamo lile kuwa na faida kwake yeye mwenyewe. Aliyaona majeshi ya Israeli yakirudi kutoka Ai yakiwa yameshindwa na kuvunjika moyo, lakini bado hakujitokeza na kutubu dhambi yake. Alimwona Yoshua pamoja na wazee wakiinama hadi chini ardhini kwa huzuni isiyoelezeka kwa maneno. Iwapo angeungama wakati ule, angelikuwa ametoa uthibitisho wa toba ya kweli. Lakini bado alikaa kimya. Alisikia tangazo kuwa kosa kubwa lilikuwa limefanyika, na hata alisikia sifa zake bainifu zikielezwa waziwazi, lakini midomo yake ilizibwa. Ndipo ulipokuja upelelezi makini. Ni jinsi gani nafsi yake ilisisimka kwa hofu alipoona jamaa yake ikichaguliwa, kisha familia na nyumba yake. Lakini bado hakutamka toba yoyote hadi pale kidole cha Mungu kilipowekwa juu yake. Ndipo wakati ambapo dhambi yake isingewezekana tena kufichwa, alikiri ukweli. Ni mara nyingi kiasi gani maungamo kama hayo hufanywa. Kuna tofauti kubwa sana baina ya kukubali ukweli, mambo ya hakika baada ya kuwa yamethibitishwa, na kukiri dhambi ambazo zinafahamika na sisi wenyewe pamoja na Mungu peke yake. Akani asingeungama endapo asingekuwa amefikiri kuwa kwa kufanya hivyo huenda angeepusha matokeo ya uhalifu wake. Lakini kukiri kwake kulifaa tu katika kuonesha kuwa adhabu yake ilikuwa ya haki. Hapakuwapo na toba ya kweli kwa ajili ya dhambi. Hapakuwa na majuto, hapakuwa na badiliko la kusudi, hapakuwa na chuki ya uovu. Ellen G. White, Wazee na Manabii, sehemu ya pili, ukurasa wa 139 na 140. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza. Hebu jadilini maana ya amri ya 10 katika Kutoka sura ile ya 20 ya 17. Kwenye dunia inayotawaliwa na matangazo ya kibiashara na ulaji, tunawezaje kwa vitendo kutofautisha kati ya matakwa na mahitaji? Na kwa nini ni muhimu kujua tofauti hiyo? Swali la pili. Soma sala ya Danieli kwenye Danieli sura ile ya 9 aya ya 4 hadi 19. Kwa nini ni jambo lenye umuhimu kwamba Danieli akiungama dhambi za Israeli alidumu kusema, yaani sisi, fanya mabaya haya yote, hata ingawa hatuna rekodi yoyote ya tendo lolote ovu la Danieli? Swali la tatu na la mwisho. Tafakari kuhusu swali la mwisho la siku ya Alhamis. Kwa nini utiifu wa Waisraeli kwa amri na hukumu ulikuwa muhimu hivyo katika ushuhuda wao? Kanuni hii inahusuje kanisa letu leo? Yaani, ushuhuda wetu ungekuwa wenye manufaa zaidi kiasi gani kama kweli tungefuata yale yote ambayo tumepatiwa na Mungu? Mungu atubariki sote na nikutakie wakati mwema.